الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه أما بعد. Miongoni mwa mambo ambayo ni ya zamani ambapo pia Uislamu ulipokuja ulipata Waarabu wakiamiliana na jambo hili, ni jambo la uwakala. Uwakala katika fikhi ya Kiislamu ni kuwakilishwa, kufanyiwa jambo kwa niaba yako. Maulama wameuarifisha kuwa ni aqdun lilistinaba, ni mkataba ambao unatoa ruhusa ya mwenye mali kuwakilishwa na mtu mwingine. Ukisoma Al-Qur'anul Karim utakuta muamala huu ni wakale kama nilivyosema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Kahfi aya ya 19, ambayo ni dalili ya kwamba alwakala ni mkataba ulioruhusiwa kisheria. Allah azungumzia vijana ashabul Kahfi ambao waliriski maisha yao, hawakutaka kucompromise imani yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya mila ya ukafiri katika mji wao ilipotangaza vita dhidi ya kila anayebeba imani ya Mwenyezi Mungu. Vijana hawa wakatoka, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akawanusuru kwa kuwaingiza katika pango, wakalala muda mrefu. Walipoamka wakawa wanaulizana kam labithtum, wengine wakasema labithna yawman au ba'dha yawmin. Mwisho wanasikia njaa, wakasemezana fab'athu ahadakum biwaraqikum hadhihi ila almadina, wakaambizana kwamba mtumeni mmoja wenu biwariqikum hadhihi ila almadina, kwa pesa zenu hizi. Na hapa ndiyo dalili kwamba hizi pesa ni za wote, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wakasemezana kwamba watume mmoja wao. Huku kutuma mtu ukamtuma mtu mwingine akuwakilishe katika jambo huitwa alwakala. Biwaraqikum hadha fab'athu ahadakum biwaraqikum hadhihi ila almadina falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Chukueni mmoja wenu pesa aende kuchukua chakula, lakini chakula hiki kiwe ni cha halali. Al-Imam Qurtubi akasema aya hii ni dalili ya kuwa uwakala unaruhusiwa katika sheria. Ama dalili ya pili katika Qur'ani ya kwamba uwakala ni aqdun jaizun, ni mkataba unaoruhusiwa kisheria, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surati Tauba aya 60, akizungumzia innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilina 'alayha, hakika ya zaka hupewa mafukara, hupewa maskini, na kisha pia hawa wanaoambiwa ni al-amilina. Al-amilina ni wale waliotumwa kucollect ama kuchukua zaka. Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi katika tarjuma yake ya Kiswahili akaeleza maelezo mazuri, akasema hawa al-amilina
ni watu wanaotumwa na serikali kwenda kwa matajiri wa Kiislamu ili kujua viwango vyao na mali yao kuipima ili waweze kutoa zaka. Kwa maana haya, wajhu dilala hapa ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu zaka hii iweze kuwakilishwa katika kuchukuliwa kwake. Na aya hii pia ni dalili kwamba ibada za mali, haji, zaka, ndoa yaruhusiwa pia mtu kuwakilisha mtu. Ama ibada ya mwili, kwa mfano ibada ya swala, la yajuzu an-niyaba, hufai kuwakilishwa wala kuwakilisha. Hatuwezi tukawakilishana hapa kwamba Ramadhani imefika bwana, mimi sitofunga, hebu niwakilishe unifungie, nitakulipa. Hakuna. Ama sala hivyo hivyo, uweze kuwakilisha mtu katika kuswali. Ama ndoa, waweza kuwakilisha mtu akakuelelea kwa niaba yako. Ama katika sunna, kuonyesha kuwa alwakala ni jaiz, ni hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari, inosimuliwa na Urwa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi shatan. Urwa asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alinipa dinari moja kwenda kumnunulia mbuzi. Katika riwaya, huyu mbuzi alikuwa ni wa udhuhiyya, ni wa kuchinja katika Eidul Adha. Na hapa kuna faida. Dinar ni gold coin, ni sarafu ya dhahabu ambayo ina kiwango sawa 4.25 grams za dhahabu. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoweka mfumo wa fedha, hadi makhalifa wote mpaka khilafa ya mwisho ya Uthmania, pesa katika Uislamu zilikuwa katika gold and silver standard. Kulikuwa na dinar na dirham. Dirham ni silver coin, ni sarafu ya fedha. Pesa hizi zilisawazishwa kiwango sawa na dhahabu. Ulimwengu ulipotekeleza mfumo wa gold and silver standard, ulikuwa na economic stability, kulikuwa kuna ustawi wa kiuchumi. Kwa bahati mbaya, wa magharibi wakiongozwa na Marekani mwaka wa 1971, wakati wa Marekani ikiongozwa na Richard Nixon, walitupilia mbali mfumo wa dhahabu na fedha. Na sababu kuu yao ni kwamba walikosa pesa za kufadhili vita vyao dhidi ya Vietnam. Kama tunavyojua, Marekani ndiyo taifa pekee duniani linaloongoza uvamizi wa kigeni katika mataifa mbalimbali, si ya Kiislamu tu, mpaka mataifa ambayo si ya Kiislamu. Alipigana vita 1955 mpaka 1975, vita vigumu vya Vietnam ambavyo maskini takriban askari wake 58,000 waliuawa. Mbana haya, vita hivi vikaleta maafa makubwa, takriban watu milioni 3 waliuawa. Hoja ni nini? Kwa nini Marekani aingie Vietnam? Asema kuna domino theory, kuna nadharia ya kwamba mataifa ya kikomunisti yakiachwa, maanake Vietnam ilikuwa inasaidiwa na Mrusi na Mchina, na hawa walikuwa wametabani mfumo wa ujamaa, communism. Kwa Marekani kwake, kwa sababu ni ana mfumo, alitaka kuongoza dunia. Na hivi ndivyo tuelewe, dola ya Marekani si dola kama dola changa. Hii ni dola inayowakilisha mfumo duniani.
Kwa hiyo wanaposema wanapambana Uislamu, they mean it, wanamaanisha, kwa sababu wao hawataki Uislamu udominate ulimwengu. Vita hivi vilikosti Marekani 120 billion US dollar. Ikabidi sasa watupilie mbali mfumo wa dhahabu, waweke mfumo unaoitwa petrodollar au fiat money, kwamba pesa sasa zisiwe na backing ya dhahabu, iwe ni makaratasi yatolewa, hayana intrinsic value, hayana thamani ya kushikika. Maafa ya mfumo wa pesa za makaratasi ni haya tunayoona: bei kupanda, ile pesa yenyewe kukosa thamani ya ununuzi. Matokeo yake huwa pesa hata ikiwemo mifukoni huwa haiendani na uchumi watu ulia mpaka wa leo. Lakini Uislamu ulitumia mfumo wa dhahabu na fedha kama backing system katika financial system yake. Dinar. Ala kulli hal, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa Urwa dinar. Asema fashtara, akanunua. Nani? Urwa. Fashtara lahu bihi shatan, akanunua mbuzi mmoja. Fashtara lahu shatain, akanunua mbuzi wawili. Ameambiwa na Mtume akanunua mbuzi mmoja, lakini yeye ile dinari moja alipoingia sokoni akaipata soko ni nzuri. Kwa hiyo akanunua mbuzi wawili badala ya mbuzi mmoja. Na hapa kuna angalizo. Wakala ninapokuwakilisha mimi huitwa almuwakkil. Wewe nikikuwakilisha unaitwa almuwakkal ama alwakil. Nikikwambia chukua mzigo huu ukaniuzie sokoni, wewe una haki ya kwenda kuijua ile soko. Lakini pia kuna angalizo kwamba unapotuma wakili au wakala, lazima yule wakala awe ni muhodari katika jambo unalomtumia. Kwa huyu sahaba alikuwa ni muhodari katika biashara, lakini fabaa ihdahuma bidinari. Alipochukua mbuzi wawili, yule mbuzi mmoja akamuuza tena, kwa sababu soko ya ruhusu. Alipomuuza yule mbuzi akapata dinari moja, na huko mbuzi bado yuko naye. Fajaahu bidinarin wa shatin, akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebeba dinari moja na amebeba mbuzi sallallahu alaihi wasallam. Fadaa lahu bil baraka fi bai'ihi, akamwombea baraka katika biashara yake hii. Lakini si hili tu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, na inasema katika hadithi, kana walau ishtara biturabin la rabiha fihi. Asema hii dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sahaba wake huyu Urwa ilileta baraka. Lau angeliuza pia mchanga angebarikiwa, na si kama mchanga uruhusiwa kuuzwa. Hapa ya kuzungumziwa lau angefanya biashara zaidi, basi baraka yake isinge katika. Hii ndio fadhila ya Mtume Muhammadin sallallahu wasalamu alayhi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa wakala yaruhusiwa katika sheria. Lakini katika kuruhusiwa huku, wakala huruhusiwa katika mali ya halali. Hilo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, yule anayekuwa ni wakala lazima awe ana haki ya kutasarrufu. Yani yeye mwenyewe ni mweza, amekalifishwa kisheria. Kwa mfano, mtu mzima, lakini mtoto mdogo hata akaja na shamba akakwambia akaniuzie shamba hii wakala hairuhusiwi, kwa sababu mtoto hana tasarrufu. Au mwenda wazimu amekuja na smartphone akwambia akaniuzie hii smart, pia hairuhusiwi. Na wewe usichukue advantage kwamba huyu mtu ajui, wacha nikamuibie, ukauza simu kwa bei ya unayotaka wewe kisha muibie, itakuwa ni mali ya makosa. Vile vile katika wakala hairuhusiwi mtu kuwakilisha mtu ambao jambo lenyewe kisheria haliruhusiwi kuwakilishwa. Kwa mfano, mwanamke katika Uislamu hana wilaya, yani hatoi idhini ya kuozesha. Kwa hivyo Kiislamu mwanamke hafai kujiozesha yeye mwenyewe wala kuwakilisha mtu kuozesha. Sasa yeye akakuwakilisha wewe katika masala ya wilaya, hairuhusiwi. Mbana hapa, alwakala
lazima kuweko na uaminifu kati ya yule anayewakilisha. Na hapa ndio kuna mtihani, wengi huwa ni matapeli. Ala sabili mithali, Abdullah ana madera yake, akakuamini kwamba kaniuzie, na huyu si udalali, kaniuzie katika soko. Wewe una makazi mengi. Abdullah akaenda sokoni, akapata bei ya madera imepanda vizuri, yani inauza vizuri. Labda wewe umeuza kwa shilingi 500, lakini soko imekuwa nzuri kwa 700. Yeye akauza hata 1000 kwa mfano. Ina maana akapata zaidi ya yale ambayo mmesikizana. Akija anakuambia bwana, bei ni hii, lakini wajua mzee, biashara mimi nimeikuta hivi, kwa hivyo zile zote zilizozidi ni zangu. Hili ni kosa, ni haramu. Mali yoyote inayopatikana kwa yule aliyewakilishwa, mali ile inarudi kwa mwenye mali. Kwa hivyo hata ukapata maradufu ile bei, umeuza dera 750 na ile hali labda bei ya soko mwanzo ilikuwa ni 500, yale yote faida uliyoipata si yako baba, irudishe kwa mwenyewe. Sasa huyu mwenyewe sasa ndio ana hiari kukuongeza ama si kuongeze. Hili jambo muhimu. Jambo jingine katika wakala ni masala ya uaminifu, na nimesema hapa kwamba ni muhimu yule anayewakilishwa awe ni muhodari wa biashara. Tupige mfano wa madera vile vile, au gari. Umepewa gari ya mtu, amekuamini, lakini wewe kumbe dhahir ni Idris, lakini ndani nani? Ni Ibilisi. Ukaenda kwa uzembe wako, ile gari ikapotea, umeipaki mahali ambapo hapastahili kupakiwa, ikaibwa ile gari. Hapa nani anafaa kulipa? Wewe utabeba mzigo wa kulipa gari ya mtu. Kama ni mali ya mtu ni uilipe, kwa sababu wewe umefanya at-tafriti wa ta'uddi. Nimekuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hii ni kaida vile vile kwa ijma' al-ulama wamekubaliana, akiwemo al-Imam an-Nawawi asema idha talafa al-malu ala yadi al-wakili bighairi tafritin wala taksirin fala dhamana lah. Mali yoyote ikipotea kwa wakala mwaminifu, amechukua mzigo wako akaweka store vizuri, moto ukalipuka maskini, nyumba ikaungua, mali uliyompa ikaungua, hapa hasara itakuwa kwako wewe mwenye mali. Yule aliyewakilishwa huwa hapati hasara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema la yudhmanu au la yadhmanu ala al-amin, yani yule aliyeaminiwa, ambaye ameaminiwa kweli, akachukua mizigo ya watu na akafanya juhudi zake, akahifadhi mizigo, lakini ikaja kadha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, gari ikaibwa, ametumia juhudi akapata labda hasara, ile hasara atabeba yule mwenye kumtuma, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema la yadhmanu ala al-amin au la dhamana ala al-amin, hana fidia kwa yule wakala aliyeaminiwa. Ndugu zangu katika imani, masala haya ni masala muhimu sana, na ndio maana mafukaha wakaweka mlango katika fikhi unaoitwa babul wakala, wengine huita babul wikala. Ni muhimu sana katika miamala yetu ya biashara tuwe waaminifu. Ama haya yanayofanywa leo katika kuiba mali ya watu, imma unaona huyu mzee amepiswa, hajui biashara inavyokwenda, kwa hivyo ukapiga bei ambayo hata huzungumzi ukweli, lakini kwa sababu mzee amekuamini wewe unasema hii ni deal. Haya itaitwa ni mali ya ghasib, ni mali ya kuiba, na hairuhusiwi kuuza mali ambayo na kuiba. Lakini pia wewe mnaibisha mtu, mnayempa niaba mtu kuwakilisha, hakikisha mali yako ni ya halali. Hakikisha ile mali inazunguka kwa mzunguko wa halali. Kwa mfano, Waislamu hawaruhusiwi kuwa mawakala wa benki, japo wamejaa tele leo. Wakala wa benki ambaye una kazi ya moja kwa moja katika kuandika mikataba,
na kusaidia watu kukopeshwa mikopo ya riba. Uwakala huu ni haramu katika sheria. Uwakala wowote katika jambo la haramu ni haramu, ama katika jambo la mubah inaruhusiwa. Ndugu zangu katika imani, kwa nini twazungumzia masala haya? Twazungumzia tukifahamu kwamba Uislamu, ndugu zangu, ni mfumo ambao umetukalifisha kujifunga katika matendo yetu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, na hili ndilo litatupa ufanisi katika hii dunia. Dunia hii haiwezi kuwa ni mahala pazuri ikiwa tutauepuka Uislamu. Joto ni kubwa la watu kusema kwamba kuna watu wanataka sheria law. Kama Trump tulipopiga mfano alipokwenda London, akasema yule mbunge wa London ni terrible mayor, ni mbunge wa kutisha, wa kuogopwa. Kwa sababu gani? Anataka sheria law. Ndugu zangu, sheria hizi kama tulivyobainisha za wakala ni sheria katili. Hizi ni sheria za uadilifu, sheria ambazo Uislamu hautekelezwi ila kwa kutekelezwa sheria hizi, na sheria hizi ndugu zangu zataka usimamizi. Nikimalizia bayan, ni muhimu ndugu zangu, kabla hujaingia katika biashara, hakikisha unaelewa fiki ya biashara. Leo watu wanapiga hasara kwa sababu watu wanaaminiana lakini hawaandikiani. Ni muhimu kuandika deni, ni muhimu kuandika, isipokuwa kwa mtu unayemwamini haina haja, lakini tuandikiane katika madeni, kwa sababu haya Mwenyezi Mungu ameturuhusu kufanya hivi, na ndio uadilifu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.